Hii ni Kinanga TV moja kwa moja, tupo jijini Mwanza katika tukio zima la Wanaume Summit. Brother, mambo vipi? Safi safi. Shwari kabisa. Aisee, umependeza sana. Nzuri sana. Kama inavyosomeka Wanaume Summit. Labda pengine unaweza kutupitisha kidogo tuweze kufahamu Wanaume Summit na malengo gani hasa? Binafsi mimi mara yangu ya kwanza nahudhuria, ila kubwa kwa sababu nimebeba title ya wanaume na mimi ni mwanaume, nikasema nije na kwa hawa washereheshaji ambao leo wanazungumza, mmoja wapo anaitwa Jola Munkumbi, ni country coordinator wa AYLF ambao ni African Youth Leadership Forum. Na mimi nipo katika klabu hiyo kwa ajili ya kujifunza, yani kwao nimetegemea nije hapa nisikilize madini mbalimbali. Sawa. Unategemea labda kupata kitu gani cha ziada zaidi katika siku hii ya leo? Kikubwa ni kwa sababu kumekuwa kuna semina nyingi za wanawake sasa na sisi tunasema wanaume tumefikiwa. Kwa sasa katika kipindi hiki ambao kuna changamoto nyingi za maisha wanaume wanapitia na nini, kwa tukikaa wanaume tukizungumza mambo yetu kuhusiana na maisha, angalau nadhani naweza katubia mabadiliko fulani kwenye jamii. Kiuongozi, pengine kuhusu biashara, namna ya kubehave kama wanaume na kadhalika. Sawa. Umesema kwamba unatokea kwenye African Youth Leadership Forum, jukwaa ambalo linahusika sana na masuala ya uongozi hasa kwa vijana wa Kiafrika. Kabisa. Labda pengine linaweza likawa associated na Wanaume Summit kwa kiasi gani? Kwa sababu in nature tunasema wanaume ni viongozi. Ukianzia katika ngazi ya chini kabisa ya familia, wanaume ni viongozi. Kwa sababu mwanaume anapokuwa ameoa mwanamke, ana familia, ni jukumu yeye kuilinda ile familia. Kwa hiyo uongozi katika mwanaume unabusu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Kwa hiyo nahisi una uhusiano mkubwa sana. Swali moja la mwisho ambalo kwalo linazaa inakuwa ni kama maswali mawili hivi. Kuna hii mwanaume anatengenezwa ama anazaliwa, na vile vile kuna kiongozi anatengenezwa ama anazaliwa. Naomba ujaribu kunijibia kwa hapo kutokana na uelewa wako. Sawa, nashukuru. Kwanza tukija kwenye swala la mwanaume anatengenezwa, mwanaume anazaliwa, hiyo ni nature. Akizaliwa tu kuna namna ataakti kama mwanaume. Japo sasa katika kuongeza skills kulingana na tamaduni za sehemu husika, kuna vitu lazima ajifunze. Ndio maana leo ukimwangalia mwanaume wa Kitanzania ni tofauti kabisa na mwanaume labda wa Marekani huko ama nchi nyingine. Kwa hiyo atatengenezwa kulingana na tamaduni za sehemu husika, lakini ile swala la yuko mwanaume inakuwa ni nature. Na ukija kwenye swali kwamba kiongozi anazaliwa au kiongozi anatengenezwa, hilo swali lina debate kubwa sana. Yaani ni kubwa kwa sababu kuna namna tunaweza kusema kiongozi anatengenezwa na kuna namna upande mwingine tunaweza kusema kiongozi anazaliwa. Ukiangalia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yeye aliwahi kuzungumzia swali hilo, anakuambia kwamba hatuwezi kusema moja kwa moja kiongozi anazaliwa. Kuna skills lazima ujifunze kulingana na mazingira, ndio zitafanya wewe kuwa bora zaidi. Ndio. Bana, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Na ninatumaini utapata maarifa makubwa sana katika tukio hili la Wanaume Summit. Ndio, nashukuru sana. Sawa, shukrani sana. Bana, mtazamaji wa Kinanga TV, nilikuwepo naye hapa brother, ameweza kumsikiliza, ameweza kufunguka na vile vile ameweza kutanabaisha kwamba kiongozi anazaliwa, vile vile anaweza akatengenezwa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kunayo misingi ambayo anaipitia mtu ili kusudi kuweza kuwa kiongozi imara. Bana, uko pamoja nami Raphael Godfrey wa Kinanga TV, na hii ni Wanaume Summit.